April 60 leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Kumekucha, yani ndio muda ule unaelekea wa kipyenga ama filimbi kulia kuelekea kwenye uchaguzi. Tumeona vyama mbalimbali vimeendelea watu wake kutangaza nia zao za kugombea ubunge kwenye majimbo mbalimbali na vitu vya namna hiyo. Lakini hapa juzi tumetoka Dodoma ambapo kulikuwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa tarehe 29 na 30, na ajenda kuu ilikuwa ni kuwasilisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa mwaka 2025 na kuwasilisha ilani mpya ya uchaguzi 2025 2030. Na tunaona wenzetu Chauma wako huku na kule wakiendeleza kampeni yao ambao wanaita C4C, ambao wanasema Chauma for Change, na vyama vingine mbalimbali. ACT Wazalendo tumeona watu wake mbalimbali wakichukua fomu za kuomba ridhaa kugombea ubunge kwenye majimbo mbalimbali. Sasa siasa ndo muda wake huu. Utaenda utakata kona, lakini mwisho siku utarudi kwa ajili ya kuzungumza siasa. Na leo hii tupo na ndugu Othman au Mheshimiwa Othman Dunga ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Wananchi CUF CUF. Karibu sana makamu mwenyekiti. Asante. Mimi naitwa Kija. Huyu anaitwa Sasali. Yeah, yes. Tunakukaribisha sana. Habari ya CUF? Kafu ni kwema. Tunaendelea na harakati za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Ndio. Okay. Kwenye ukisikia yani mtaani huko ukisikia mnaonekana kama mmeadimika hivi. Uhalisia ukoje? Mmeadimika au Watanzania hawafuatilii kujua mko wapi mnafanya nini? Siasa kuna staili tofauti za kuweza kuendesha chama kutokana na resources ulizonazo, kutokana na zana ulizonazo. Uweze uka-expose kila kitu. Wakati mwingine una spare kwa ajili ya muda mwafaka utakapofika. Sasa wengine ndio wanatumia nafasi hiyo, wanasema kafu imekufa, lakini hao ni wale wapinzani wanaotuhofia sisi. Sisi sasa hivi katika ile structure ya chama tunajaribu kujiimarisha katika matawi yetu, kata zetu na wilaya zetu na makao makuu. Utakumbuka kwamba ni mwaka jana tu wa 2024 Disemba tumefanya mkutano mkuu wa taifa. Na ndio sisi tumepatikana kama viongozi wapya wa Chama cha Wananchi CUF. Nilichaguliwa kuwa makamu wa mwenyekiti bara. Kwa hiyo utaona chama kipo. Wamekuja viongozi kutoka mikoa yote Tanzania. Huwezi kusema chama kwamba kiko chama sisi tuna mawasiliano. Watu ile kafu ya nginja alikuwa anasema Yeah. Ngangali ile. Katika siasa huwa kuna nyakati pia. Yes. Kuna nyakati na siasa zake. Lakini pia wakati mwingine ni lazima utumie staili tofauti, usio na staili moja tu. Sasa wengine wanafikiri kwamba siasa ni mpaka kufoka sana na kutoka na povu sana ndio uonekane kwamba unafanya siasa. Hapana, siasa ni kujenga hoja na kuhakikisha kwamba unajenga hoja na kukosoa issues, sio personalities. Wengi wanasiasa sasa hivi tunakosoa mtu, tunadili na mtu binafsi. Tudili na sera, kwamba huyu sera yake hii kweli imelenga kumkomboa mwananchi au sio. Wewe una hoja gani mbadala ili wananchi waweze kukuamini? Okay. Naam. Sawa. Kabla sasa hajaendelea hapo, wewe binafsi mpaka umekuja kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Wananchi CUF, umekuwepo kwenye siasa hizi kwa muda gani na safari yako ya kisiasa imekuwaje? Okay. Kwa kufikia nafasi kubwa makamu mwenyekiti kwenye chama ni nafasi kubwa sana. Mimi historia yangu ni ndefu kidogo katika siasa na sikumbuki kwamba nimeanza lini siasa. Unajua wakati mwingine unaweza kufanya siasa bila kuelewa kama uko kwenye siasa. Nadhani historia yangu inaanzia primary. Nakumbuka matukio mbalimbali nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kujitegemea shuleni wakati ule. Tulikuwa na kamati za kujitegemea mashuleni. Mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wake. Sasa hiyo ilikuwa siasa. Na nilipokuwa sekondari nilikuwa mwenyekiti wa wanafunzi wa Islam shule za sekondari mkoa wa Dar es Salaam, inaitwa Damusa. Okay.
Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa leader wake. Kwa hiyo yote hiyo ni siasa kwa mkoa mzima wa Dar es Salaam. Kwa hiyo nimechukua nafasi kama hizo. Baadaye wakati wa mfumo wa vyama vingi ulipoanza, mimi nilijiunga moja kwa moja nikitokea shuleni katika chama cha CUF. Na ndio chama changu cha kwanza kilikuwa. Mpaka sasa? No. Okay. Mwaka 2000 niligombea ubunge jimbo la Kondoa Kaskazini. Nadhani kama mnafuatilia, ilikuwa ni hatari. Ilikuwa ni hatari na matokeo yalikuwa utata mtupu. Na mwaka 2005 nikagombea pia. Kupitia chama gani? Kupitia CUF. Mwaka 2006 zile siku 100 za Jakaya nikaunga mkono juhudi. Nikahamia CCM. Na lengo la kuhamia CCM, watu wengi huwa wanafikiri kwamba kuna lobbying imefanyika, umenunuliwa, umeshawishiwa. Kushawishiwa inaweza ikawepo, lakini pia unashawishiwa kwa hoja. Na mimi nilishawishika kwa hoja. Kwa sababu unapoona kwamba unapambana na hujafikia lengo, inabidi urudi nyuma ili kujipanga vizuri na kubadili mbinu ya mapambano vile vile. Kwa hiyo mimi nilienda CCM kubadili mbinu ya mapambano kwa sababu mapambano yako binafsi. Na mapambano yako wewe. Mapambano ya kisiasa. Okay. Ili kufikia lengo la kuwatumikia watu, kwa sababu katika sheria za nchi yetu hakuna sheria mgombea binafsi. Ingekuwepo hiyo labda ningefanya hivi. Lakini kwa sababu ilikuwa lazima upitie kwenye chama cha siasa, nikaona niungane na CCM sasa ili lengo lifikiwe la kuwatumikia wananchi. Nikaenda CCM. Nilipofika CCM nikawa katibu wa wilaya wa CCM katika wilaya mbalimbali tu katika nchi hizi. Nikakaimu mkoa, nikaenda makao makuu, idara ya siasa na uhusiano wa kimataifa, Political Affairs and International Relations. Miaka 18 nimekuwa CCM. Kwa hiyo ni mzoefu sana katika CCM. Nimejifunza mengi, naielewa CCM, lakini baadaye niliamua kutoka kwa hiari yangu mwaka jana. Na mwaka jana nilipoingia CUF nikakutana Wakati unaondoka mwaka jana ulikuwa nani? Ulikuwa na nafasi gani kwenye Chama cha Mapinduzi? Nilikuwa katibu msaidizi mwandamizi katika idara ya siasa na uhusiano wa kimataifa. Okay. Katika ni Suki pale. Nilikuwa naongoza idara ya protocol. Wakati Rabia akiwepo tayari. Rabia alikuwa hajaingia bali sikufanya naye kazi. Wakati huo alikuwa Kanali Lubinga. Okay. Ndio nimefanya naye kazi pale. Kwa hiyo baadaye zipo sababu nimejifunza mengi. Tunaweza tukazijua hizo sababu. Kwa sababu ulikuwa CUF kwa miaka mingi. Ukaenda CCM. Unasema miaka 18 umekaa Chama cha Mapinduzi. Na unasema umetoa sababu moja ya kubadilisha mbinu ya mapambano. Sasa kile ambacho kilikushawishi kipindi kile, kwa sababu mbinu za mapambano ungeweza kuzitumia Chadema, ungeweza kwenda NCCR Mageuzi, ungeweza kwenda popote, lakini ulichagua CCM. Kuko na nini kipindi kile ambacho kilikuvuta ukaenda CCM na sasa kimekuona kwamba CCM kwamba kwa wakati ule nilipokwenda Chama cha Mapinduzi kutoka upinzani, nilikuwa na uwezo wa kujiunga na chama kingine, lakini nikaona kwamba unapouguza mgonjwa anapata nafuu ya kuomba uji anywe, alafu unarudi kwa mgonjwa mahututi, inakuwa sio sawa sawa. Lazima pale ulipofika sasa ukapaendeleze uweze kufikia lengo lako. Lakini pia nilipofika CCM nimefanya kazi utumishi wa miaka 18. Baadaye niliacha kazi ya utumishi wa CCM kufanya shughuli zangu binafsi. Lakini kama mwanasiasa huwezi ukaishi hivi bila kuwa na platform ya kufanyia siasa. Nilirudi mwaka 2022 katika uchaguzi mkuu wa CCM. Nikaomba nafasi 2 tu za uongozi ili nipate platform ya kuendelea kufanya siasa, kwa sababu mimi nature yangu ni mwanasiasa. Sasa nilipoomba nafasi 2, nikaomba nafasi ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa. Tulikuwa watu kama 60 hivi, makomrade 60. Katika wale 60 jina langu halikubahatika kurudi, lakini nikasema hapa ni bahati mbaya kwa sababu makada tulikuwa wengi, nafasi ni moja. Nikaomba nafasi ya wajumbe wa NEC kupitia kapu. Sasa nilipoomba nafasi ile, majina yaliporudi ya kupigiwa kura
katika majina 251 jina la Dunga halipo. Kwa kweli nikawa very disappointed. Chama ambacho nimekitumikia katika uaminifu mkubwa, nafasi mbalimbali, hivi kweli unaweza ukaleta watu, sitaki kuwataja, ambao hawana sifa na historia katika chama? Mimi simo. Maana yake hata wangenirudisha basi ningejiproud kwamba hiki chama changu kinanitambua. Unapoona watu wanakutenga ujue kwamba watu hawakuoni wewe kama mwenzao. Sasa na mimi hata kama ningeingia kwenye hiyo uchaguzi wenyewe baada ya jina langu kurudishwa, siamini kama ningeshinda, kwa sababu wakati ule ile mtu kugombea nafasi zaidi ya moja iliruhusiwa. Baada ya Magufuli kuichomoa ilirudi tena. Iliporudi nafasi hiyo ikaonekana kwamba mawaziri wote wameomba nafasi hiyo. Sasa mimi nisio compete na watu kama hawa wenye majina, wenye fedha, lakini ningejiproud tu kwamba jina langu lingerudi. Majina inahusiana nini kwenye siasa? Siasa jina ni muhimu, ni brand. Kuna mtu yule Sam, unamkumbuka? Ameshinda nafasi ya neki, nafikiri ndo aliongoza, alitoka Kilane. Yule anatokea kanda ya Ziwa. Yes, anaitwa Kilane kama sikosei. Watu tumemjua pale kwenye mkutano. You never know kwamba kila mtu alikuwa na silaha gani. Wewe unaweza katika CCM kuna mikiki sana ya uchaguzi. Sasa wakati mwingine watu wana wafadhili wao. Walishikwa mikono au walitakiwa pia. Maana kuna watu wanatakiwa alafu wanapelekeshwa tu kwenda katika mkondo ule unaotakiwa kwenda. Sasa mimi nikaona siasa za namna hii, siasa za kujuana, siasa za kutumia fedha nyingi ambazo zinatumika wakati wa uchaguzi ndani za CCM, na nikasema kwamba hiki hakiwezi kuwa chama cha wanyonge. Ndio nikatoka tena nikarudi katika chama changu cha CUF, kwa sababu nilikuwa bado ninakiamini katika misingi yake hakijabadilika. Ndio. Sawa. Okay. Na usali mengi hapo, lakini endelea Sam, sarudi. Uliporudi tu CUF ukaaminika makamu mwenyekiti bara? Nikaaminika, na walikuwa wananifahamu wakati huo ninaondoka CUF. Nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la uongozi taifa. Nilifanya kazi nikiwa kama candidate wa CUF Kondoa. Mimi nilishinda uchaguzi mara 2 na nikaporwa tu. Na nilipokwenda mahakamani nikakutana na ile sheria ya ku deposit cash 5 million. Hebu niambie, maisha ya Mtanzania, mtoto wa mkulima maskini hajawahi kushika milioni 1 cash, anatakiwa deposit milioni 5. Kwa hiyo siasa, demokrasia ilikuwa imebakwa kila kona, kwamba huwezi kufurukuta na kudai haki yako katika hilo. Maandalizi ya vyama mbalimbali yamekwisha kuanza kuelekea uchaguzi 2025. Chama cha Mapinduzi shapata mgombea wao, wanaye mgombea wa rais. Tumeona ACT Wazalendo wamemweka mgombea wao, na vyama vingine vinaendelea matayarisho yao. Ninyi CUF mko kwenye mchakato upi wa kuelekea uchaguzi 2025? Mmeshaanza michakato ya ndani kupata mgombea na wagombea kutoka kwenye ubunge na vitu vingine, michakato ikoje? Sisi tumeanza michakato na tutaanza sasa hivi. Wameanza kutangaza nia, watia nia mbalimbali, na tunawa encourage wanachama wetu wenye nia ya kugombewa udiwani na ubunge na urais waanze kutangaza nia zao kuanzia sasa hivi. Waanze kupita kwa wanachama kujitambulisha, waanze harakati za kisiasa katika maeneo yao. Tumeshaanza kuruhusu hilo, na wengi wapo katika kata, zaidi ya watu 3 4 wamejitokeza. Chama kina mvuto, watu wameanza kujitokeza huko, na chama kina nguvu, na tuna uhakika tutashinda, na mgombea urais tutamtangaza mwishoni wa mwezi huu wa 6. Mwisho wa mwezi wa 6. Mwisho wa mwezi wa 6. Mikakati ya kisera na compare na CCM, kwa sababu ndo wamejinadi mapema, wamezindua ilani ya chama chao, na najua ninyi CUF pia mnatembea na data, mnatembea na takwimu kuhusiana na vijana tuliokuwa nayo na idadi ya wapiga kura. Mnadhani kwenye ilani ya chama cha CUF maeneo gani mnadhani yatapia kwenye ilani kama mjaiandaa, au mnafikiria yapie kwa sababu ndo inakuja kuwa kama chambo kwa ajili ya wananchi, kwamba tukielewa manifesto tutakuwa tunaelekea huo upande?
Ninyi maeneo gani mmeangazia kuzani kwamba tunadhani hapa vijana tutapata, hapa wanawake tutapata, au kwa ujumla vijana wananchi tutapata? Sisi katika ilani yetu tumejikita sana katika eneo la kukuza uchumi na kuweka mazingira ya kuongeza ajira kwa vijana. Vijana tunaozalisha kama wasomi katika vyuo vyetu, na sisi sera zetu ni tofauti sana na sera za CCM, kwa maana ya kwamba sera za CCM zipo kwenye maandiko zaidi, lakini ukiingia katika utekelezaji ni sifuri kabisa. Sasa sisi hatuandai ilani kwa ajili ya kufurahisha tu. Tunaandaa ilani tukizingatia mazingira halisi ya nchi yetu. Sasa hivi tunalo bomu ambalo linasubiri kulipuka, ambalo ni la vijana wasomi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati, na vijana wa elimu za chini. Hawana ajira. Watu katika nchi yao hawajui wafanye nini. Hawana access ya kuweza kupata mikopo katika nchi yao ili wafanye kazi. Wamefika mahala vijana wamekata tamaa. Na vijana wanapokata tamaa, sasa ujue kinachofuata huko mbele ni hatari zaidi. Kwa hiyo sisi tunawahakikishia vijana kwamba serikali ya chama cha wananchi CUF inafikiria na hatulali kwa ajili ya vijana, namna ya kuandaa uchumi ambao utaongeza ajira kwa vijana. Lakini vile vile wakulima, nchi hii zaidi ya 80% ni wakulima. Katika wakulima hawafaidiki na kilimo chao. Kwanza serikali ya CCM haiwasaidii wakulima kwa maana ya pembejeo. Ukisikia hata pembejeo, unasikia pembejeo zimechakachuliwa, watu wameuziwa mbegu ambazo hazioti, watu, yani ni vitu ambavyo havina usimamizi. Kwa hiyo vinaweza vikachakachuliwa, yani wanakuja kujua tayari mkulima amepata hasara, amepanda, havioti, mvua imepita, kwa hiyo sio kwa wakati. Kwa hiyo hawezi, inabidi tu serikali inasema sorry, wataangalia tena namna gani ya kuangalia mbegu hizi ambazo zitakuwa ni zile zinazoweza kuota. Lakini sasa hivi kuna kitu kinaitwa stakabadhi ghalani. Stakabadhi ghalani haisaidii mkulima. Stakabadhi ghalani inasaidia wafanyabiashara wakubwa wanaokuja kununua. Sielewi ni kwa nini serikali ya CCM wameiandika kwamba watu wauze mazao yao ghalani, lakini hawakuifanyia utafiti. Wameiandika, wameimplement kwa kulazimisha. Unapomwambia mtu auze mazao ghalani katika vyama vya ushirika, wakati hakuna ushirika, maana huyo mtu mkulima huyo kwanza yeye sio mwana ushirika, na katika kijiji hicho hakuna ushirika. Ushirika ambao ungempatia mbegu, ungempatia pembejeo, ungemsaidia namna gani apalilie mazao yake na namna gani avune. Akivuna, si mmemwezesha, mnamwambia sasa kauze pale kwa sababu mlikuwa mmekubaliana, ili na mimi nipate fedha zangu zile ambazo nilikukopesha kukupa vifaa vya kilimo. Lakini mkulima analima mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anamsaidia mbegu wala mbolea. Leo unamlazimisha kwamba apeleke kwenye ghala la ushirika. Pale hakuna mnunuzi anapopeleka. Kwanza kutoka nyumbani kwake mpaka ghalani ni distance mpaka kilomita 10, wengine 15, 20. Anatoaje mazao kule anayepeleka pale? Serikali inasema tu yafikisha pale, na haruhusiwi kuyauza huko halipo. Angalia mzigo anaopewa mkulima maskini ya Mungu. Mkulima huyu anajitahidi kwa sababu anahitaji matumizi na yake na familia yake, anapeleka ghalani. Akishapeleka ghalani, hakuna mnunuzi pale. Anachoambiwa yeye ni kupima mazao yake, yajulikane ni mangapi, na unajua nchi yetu kila mtu ni mpigaji, atapigwa kila kilo hata kila kilo 100 atapigwa kilo 6. Watu watachukua chao, anaandikiwa tu kilo fulani, weka kwenye ghala. Bei gani hajui. Ndio wanakuja sasa wafanyabiashara ambao wao wana monopoly ile business. Kama sisi watatu, Sam na mimi na Kija,
sisi ndio wanunuzi, tunasema bwana, hapa mnada tusizidishe bei fulani. Nani anajua? Tunakwenda pale tunasema mnada unanadiwa, watu wanashindana kwa kuongeza 10,000 au 5,500. Huo ni mnada kweli? Huo sio mnada, ni watu wamekaa wakapanga bei ya mkulima. Mkulima badala ya kuendelea, kila siku anapunjwa bei yake, anapewa fedha kidogo, anakwenda wapi? Anarudi nyumbani. Alikuwa anategemea kwamba nyumba yake mara hii aweze kuweka ya bati, nyumba bora ya kisasa, hawezi tena. Mwakani anakwenda anazidi kuliwa na kunyong'onyezwa. Sisi chama cha CUF katika sera yake ni lazima kuwe na soko huru. Mtu akitaka kwenda kuuza Kenya aende, akitaka kwenda Rwanda aende, akitaka pale atakapoona soko lipo auze. Moja kati ya changamoto ambayo nitaiona kama mtaendelea hivyo, kuna changamoto ambayo ninaiona sasa hapa itawakabili. Moja, zipo mbolea za ruzuku ambazo sasa zinatolewa, ambazo bei ya soko itakiwa 1,500,000, 1,160,000, wakulima wanako 65,000. Ya pili, zipo mbegu za ruzuku ambazo pia zenyewe bei yake iko katika discount. Lakini masoko kama hii sera tangu mwaka 2020 sisi naisikia nayo. Nadhani wenzao wameichukua mapema, wameifanyia kazi, ambapo sasa hivi kuna masoko ya mnada. Ambapo soko ni kama huru vile, sio tena ile kama ile magumasha mara ya kwanza. Masoko ya mnada yameanza kwenye tumbaku yapo, kwenye pamba yapo na kwingine. Sasa kuna wananchi ambao kweli ni wakulima. 80% kama ulivyosema ni wapo. Kwa hiyo nadhani pia approach itabidi ibadilike. Kwa sababu kama kuna jitihada zimetokea, labda mtuambie mbegu atapata bure, mtuambie pembejeo atapata bure kuliko kupata kwa ruzuku kwa sasa hivi. Hapo yapo mazao tumeclassify mazao ambayo yanaweza yakawa yana apply katika hiyo sera. Kwa mfano tumbaku mtu aweze kuuza peke yake, umeelewa? Lazima watu wauze katika vyama vya msingi vya ushirika. Mazao ya korosho, umeelewa? Pamba, haya mazao ya kimkakati, kahawa. Lakini mazao kama kunde, mbaazi, mazao kama ufuta, haya mazao huwezi kumlazimisha mtu kuuza kwenye chama cha ushirika. Uzeni yale mazao ya mkakati, kahawa, tumbaku, korosho. Hata korosho mpaka leo huko kusini wengine bado wanadai hawajalipo. Tunapata malalamiko kila siku. Sisi ndio kazi yetu kuwasikiliza na kuwatetea wananchi. Hadi leo bado kuna malalamiko, watu walikopwa korosho zao na bado hawajalipo. Sawa, asante. Tumeona juzi vyama 14 vimekaa, mkiwepo na nyinyi, Ndio kwenye muungano ule sasa wa kuelekea kuikabili CCM. Nataka kujua CUF mna huo utayari? Maana mara nyingi sana CUF imekuwa wahanga. Yaani ukawa nyinyi ni wahanga, si nyinyi ni wahanga. Na safari hii mmechukua tahadhari zipi kuelekea katika umoja huu wa wengi katika kuikabili uchaguzi wa 2025? Na ni officially au ndio mmeanza ile kufikiri kwamba jamani tuwaze, lakini tusiamue kwanza, kila mtu akachafakari chakate. CUF mko tayari kwa ajili ya kuungana? Muungano kwamba ni kweli upo, mnataka kufikiria? Na tatu, mmejipangaje? Msikomizwa tena. Sam, katika hili mimi mwenyewe nilikuwepo Dodoma wakati kikao kile cha waandishi wa habari wa vyama 14 vinafanyika. Tulikuwa tumealikwa kwenye mkutano mkuu wa CCM. Sasa ukiwa na wenzako wakakuinvite, na hoja haikuwa hiyo, na mimi wakati ninaungana nao kwenye hiyo press conference niliuliza Ndio ni nini tunaenda kuongea. Wakaniambia kwamba tunaenda kuongea kwamba tunakubali kushiriki uchaguzi. Nikamwambia obvious, hiyo ni sera yetu, sisi tumeshaamua, haina tatizo. Sasa kufika pale watu wanaongea kwamba kuungana, sisi hatukuwa tayari kuungana na hatuko tayari kuungana, na tunawataka wanachama wetu watuelewe na vyama vingine vituelewe, kwa sababu tuna experience na miungano hii mwaka 2015 tulivyoingizwa mkenge, wakati chama chetu ndio kilikuwa na nguvu, tukaunga kitu kinaitwa Ukawa. Tulipokubaliana kuachiana kata na majimbo katika zile sehemu ambazo kila chama kina nguvu, Chadema wakatuchomekea hata katika maeneo yetu yale. Kwa hiyo sisi vile viti 10 tulivyopata vya ubunge 2015, sisi hatuamini kama tungepata vile. Tulikuwa na uwezo kupata viti zaidi ya 50 kwa namna tulivyokuwa tumeweka mikakati, kwa sababu huwezi kuingia kwenye uchaguzi
ni lazima uwe umejua kwamba majimbo yako ya kimkakati ni yepi. Kwa hiyo hata yale majimbo yetu ya kimkakati tuliokubaliana katika vikao kwamba hii iwe watuachie, walituchomekea. Sasa sisi tukao muhanga kuanzia wakati huo, na hata kushuka na kusinyaa kwa chama chetu ambacho kimepitia baadaye kikao katika mgogoro. Mgogoro ambao umesaidia pia kukifanya chama chetu kisinyae kisiasa. Ndio sababu ilianza 2015. Kwa hiyo 2015 pale na baadaye mgogoro ule tumekuwa hivi. Kwa hiyo kwa sasa hivi, na ukiangalia sheria za nchi yetu haziruhusu vyama kuungana. Mnaungana kienyeji, na ndio maana mnakubaliana, alafu mwenzako akikuchezea faulo una pa kwenda. Sasa Mzee Dunga, aliyechomeka juzi kwamba mnaungana 14 ni nani? Kama mazungumzo huku nyuma ndio ni kwamba tunaenda kwenye uchaguzi. Na hiyo tulikuwa tunajua tunaenda kwenye uchaguzi. Ghafla pale nasikia vyama 14 vinaungana. Aliyeanzisha hiyo jambo ni nani? Aliyeanzisha ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa. Mwenyekiti wa Ada Tadea ndio alianzisha hiyo hoja. Lakini aliitangaza kama vile tumeishaungana. Afadhali angesema tunafikiria tuone namna bora ya kuungana. Lakini akatangaza leo hii vyama 14 tumeungana. Wapi tumetia sahihi? Wapi tumewahi kufanya mazungumzo? Kwa hiyo ile ni chomekeana. Katika CUF hatuna wazo kabisa hili. Sisi tutaingia kivyetu na hatuna mpango wa kuungana na chama chochote, na tutashinda uchaguzi 2025. Sawa, wakati tukiendelea, nadhani hapo makamu mwenyekiti nataka tuweke record sawa kidogo. Ulivyoongelea masuala ya kilimo pamoja na hizo changamoto tunazosema, lakini yapo mabadiliko makubwa sana, hususan umetaja korosho, umetaja ufuta, umegusa mimi na kwa sababu natokea Lindi. Kwa hiyo ukizungumza na wakulima wa korosho, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika, mapinduzi makubwa kwenye korosho, kwenye ufuta, kwenye mbaazi. Kwa mfano mbaazi zamani tulikuwa tunauza mpaka 150 kilo, sasa hivi imeenda karibia shilingi 3000. Kwa hiyo yapo yanafanyika, lakini umeongelea mfumo wa uuzaji wa kwamba kwenye mnada wa korosho au mazao mbalimbali. Sijui sasa hivi kuna ule mfumo mtu ambaye anakuja anafanya biashara korosho, anataka kununua mazao mbalimbali, sio tu korosho, anafanya mtandaoni. Yaani kila mtu anaona bei hapa, yeye anaona hii bei analipika nayo, anaenda anaingia mtandaoni, anafanya ndio anaita kubid anabid pale mtandaoni, yani kila mtu anaona, dunia inaona. Kwa hiyo sio kama vile zamani ambavyo ilikuwa mnaenda pale mnadani, mnaanza kusema 3000 sijui mimi nalichukua, mimi sichukui, au wale wanunuaji wakati mwingine walikuwa wanagomea kwa sababu ya bei kuwa haiwapi favor au zaidi. Kwa sasa hivi mambo kidogo yamebadilika. Kwa hiyo mnapokwenda, nadhani mnatakiwa kuangalia namna nyingine bora zaidi ambayo itakuwa nzuri kwa nyinyi CUF. Nilikuwa tunataka hapo sisi tutaboresha zaidi ya hapo. Sisi tutaboresha zaidi hilo. Na utaona kwamba mkulima ukishamtoa kilomita 10-20 ameleta mazao hapa, hajakubaliana na ile bei, atarudisha tena mazao. Sisi tunataka hayo bida aweze kubidi katika, kama ni mtandao, wananchi wangapi wanatumia mtandao, lakini elimu pia itolewe kwamba ni namna gani mazao yao yanauzwa na wanapata faida ipi katika hiyo. Elimu haijatolewa, watu wanaburuzwa, watu wanakokotwa. Hili ndio hatutaki. Sisi tunataka yani mwananchi aishi katika better life katika nchi yake, aweze kurelax. Serikali ndio ifanye iweke policy nzuri ya kuweza kufaidika, mkulima afaidike na mazao yake. Kelele zipo kelele zipo. Kwa hiyo sisi tutaboresha zaidi katika hilo. Na utaona kwamba sisi sera zetu sio za kubahatisha, sio za kitototo. Tulikwisha futa kodi sisi. Sawa, mkiboresha zaidi na sisi ndio wananchi tunafurahi. So umeongelea hapo kuhusiana na swala la kuungana, na umeongelea sarakasi ambazo zilifanyika mwaka 2015 ambazo mnaona kama nyinyi mlionewa. Kwa mfano ili muweze kujiunga na wenzenu, kwa sababu wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na imani kwamba vyama vyote vya upinzani lengo lake ni kuitoa CCM madarakani ili nyinyi muweze kushika dola. Ni nini kikifanyika au vigezo vipi, masharti yapi ambayo nyinyi mnadhani yakifuatwa mtakubali kuungana? Ni mabadiliko ya sheria za nchi iliyoanzisha vyama vya siasa.
Zikisha badilishwa huko, tunaweza tukaingia na watu serious ambao tukiungana nao tunaweza kuitoa CCM madarakani. Lakini kwa sheria za siasa zilivyokaa, tutahujumiana tu, hatuwezi kuaminiana hata kidogo, na haitasaidia muungano wetu. Kwa hiyo hii tusubiri. Kwa nini ambacho kinatakiwa kibadilike kwenye sheria? Kuna vitu vingi katika sheria. Kwa mfano unaona Kenya vyama vinaweza vikaungana wiki moja kabla ya kuingia uchaguzi na vikavunja chama chako na chama changu, tukaunda chama kimoja ambacho hicho sasa kitakuwa ni chama kimoja, sio vyama viwili vilivyoungana. Vyote vile viwili vinakuwa dissolved. Tunaunda chama kingine. Tunashiriki uchaguzi na unatambulika. Tanzania hilo halipo. Kwa hiyo haya mabadiliko ni lazima yafanyike. Jambo jingine, nadhani tuende katika sheria hizo za uchaguzi tunazotaka zifanyike, ni kuna reforms nyingi. Sisi tulianza, chama chetu kilianza kudai reforms toka mwaka 2000, uchaguzi wa mwaka 2000. Na unakumbuka katika madai yetu 2001 tuliingia barabarani na wanachama wetu wakauliwa. Hiyo tulikuwa tunadai reforms, na ndio tukakaa vikao vya muafaka, na chama chetu ndio kimesababisha kuwepo kwa mabadiliko ya katiba ya Zanzibar, na tukaingia katika serikali ya umoja wa kitaifa. Ni chama chetu. Umenielewa vizuri? Chama hiki tumedai reforms nyingi, na alhamdulillah tunasema kwamba zipo zilizofanyika. Maana sio usijumuishe tu na usilalamike tu zote. Zipo reforms ambazo zimefanyika, lakini tunataka reforms zile muhimu pia zifanyike. Kwa mfano sasa hivi tunaenda kwenye uchaguzi, imepatikana tume huru ya uchaguzi ambayo ndio kilio chetu kikubwa kilikuwa. Lakini sio tume huru kwa jina, iwe tume huru kwa vitendo pia. Makamishna wa tume wasiteuliwa na rais, kiwepo chombo cha kuwafanyia usaili watu waombe na wafanyiwe vetting, na kisha waweze kuteuliwa kuingia katika tume ile. Na jambo ambalo halijafanyika sasa hivi, makamishna ni wale walioteuliwa na rais. Tena mbaya zaidi, walioteuliwa na rais ni wale makada wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa kweli katika muktadha huo hatuamini kwamba kutakuwa na uhuru wa tume katika hali ya namna hiyo. Vile vile wale wasimamizi kule katika majimbo wasiwe madasi na maded, wakurugenzi wa maendeleo wa wilaya na makatibu tawala. Hawa wanateuliwa kutoka katika Chama cha Mapinduzi. Wanatizama makada karibu robo tatu wametolewa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndio wakapelekwa serikalini. Sheria imesema mwaka huu kwamba atateuliwa msimamizi wa jimbo, atateuliwa mtumishi, afisa mwandamizi ambaye ni mtumishi wa umma, si ndio? Lakini bado na nini mwandamizi dead, wanaweza kutumia mwanya huo. Sheria lazima iwatamke hawa kina madedi na madasi wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Sheria iwatamke, inaiweke bayana namna hiyo. Kwa hiyo hizi ni minimum reforms ambazo tunamuomba Mheshimiwa Rais. Sisi tunamuomba kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka, kwamba nchi hii ni yetu sote, tusilipeleke taifa letu gizani kukawa na malalamiko. Na nchi nyingi zimeingia gizani kwa sababu ya uchaguzi. Sasa sisi tusifike huko, na hakuna mwanasiasa anataka kuingia madarakani akiwa ameloa damu katika mikono yake. Sasa tuweke uwanja level. Hizi minimum reforms, kwa mfano kuwaondoa hao makamishna wa tume huru ya uchaguzi ambao ni makada wa CCM. Sheria inasema wakisha teuliwa hawatolewi tena mpaka wamalize kipindi chao, na bado hawajamaliza kipindi chao. Lakini sisi tunasema kwa nia njema, political will tukiwa nayo, wale wanaweza wakaomba wajiuzulu. Kazi ziko nyingi tu, rais anazo kazi nyingi, watapewa kazi nyingine. Lakini kuzidi kuwangangania wale lazima wawe hawa, kwa sababu sheria imesema hivyo. Tunaona kama ni mtego na hila na njama za kuwafanya
waendelee pale ili waharibu uchaguzi. Sasa sisi tunamuomba rais alifikirie hilo mara mbili ili tuweze kunani naye kwenda katika uchaguzi. Tusiende na uchaguzi katika refa ambaye ameteuliwa na mpinzani wako. Iwe free. Sawa, umegusia hapo ambapo kulikuwa na nguvu kubwa sana katika chama chenu CUF. Ndio. Ambapo hata mlifikia hatua ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kule Zanzibar, ambapo tumeona nafasi hiyo sasa imechukuliwa na chama cha ACT Wazalendo. Na wanachama wengi wa CUF walihamia, sijafanya research, lakini kwa kusikia na kuona. Yes, wakitoka CUF na kuhamia ACT Wazalendo. Ukitazama ACT Wazalendo wengi sana wametoka CUF. Na imani hata yule makamu mwenyekiti Mchinjita alitoka CUF yule. Wote walio wengi sana. Hata huyo makamu wa rais wa kwanza wa rais mwenyewe alikuwa CUF. Wametoka CUF wameenda ACT Wazalendo. Na nguvu yenu kubwa sana ilikuwepo Zanzibar. Na sasa hivi ACT wamechukua hiyo nafasi. Nafikiri chama chenu kilikosea wapi? Na mnafanya nini kurekebisha ili ile nguvu yenu iweze kurejea? Kulikuwa na sababu za kihistoria. Unakumbuka baada ya uchaguzi mkuu wa 2015 Profesa Lipumba alijiuzulu. Ndio mambo yalianzia hapo. Alijiuzulu Profesa Lipumba. Kwanza nataka niwaambie wa Tanzania, katika mtu mzalendo hamnapo kama Profesa Lipumba. Amefanya kazi kubwa sana ya kujenga mageuzi ya kisiasa katika nchi hii. Sijapata kuona mtu mzalendo kama huyo. Ameacha elimu yake, ameacha kila kitu chake, anaongea na watu wa kawaida kabisa na kuwasaidia. Alijiuzulu. Na hapa ndio ilitumika ile lugha ya kusema Lipumba alinunuliwa akawasaliti. Unajua watu wengi hawaelewi. Watu wengi wanasikiliza propaganda kuliko kusikiliza hali halisi ilivyo. Profesa Lipumba alijiuzulu wakati ule. Kwa nini alijiuzulu? Alijiuzulu kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa chama. Wakati ule wamekaa kama Ukawa, wakampitisha Dr. Slaa awe mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matokeo yake Mbowe na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad wakawa na mazungumzo ya pembeni ambayo sio rasmi. Wakamuita Lowassa akawa ndio mgombea wa urais. Bila mwenyekiti wake kuwa briefing juu ya jambo hilo. Anakuja kutangazwa huyo tayari ndio mgombea wa urais. Hivi katika mazingira ya kibinadamu unajifeel vipi? Lakini wakati huo ukumbuke kwamba tulisha washawishi wa Tanzania kumuita hayati Lowassa kwamba ni fisadi namba 1 katika nchi. Na tukaitisha mkutano Mwembe Yanga pale. Leo unakuwa na ndimi mbili, unakuja kumtangaza tena hakuna mtu mwema na mtu msafi kama huyu. Profesa ilimshinda huo uzalendo. Lakini akiendelea kuwa mwenyekiti, wakati tayari Lowassa ndio mgombea Ukawa, yeye kama mwenyekiti lazima alazimika kumfanyia nini? Kumfanyia kampeni. Ili roho yake isimsute, ilibidi akae pembeni, ajiuzulu ili mwingine aweze kutake over na afanye kampeni hizo. Yeye asingeweza, akakaa pembeni. Lakini katiba ya CUF inasema anapojiuzulu mwenyekiti lazima mkutano mkuu unaofuata ithibitishwe na mkutano mkuu ukubali kujiuzulu kwake. Isije kuwa ni sababu tu watu wamegombana mtu na mtu kama hivi, alafu unajiuzulu unatuachia chama chetu. Na ndivyo ilivyokuwa. Mkutano ulipokuja, mkutano mkuu ukakataa kuridhia sababu za Profesa Lipumba kujiuzulu. Na ndio ukamrudisha katika nafasi yake. Hakurudi kwa mitutu ya bunduki kama wanavyosema. Hizi ni propaganda. Kwa hiyo hakuna usaliti uliofanywa na Profesa Lipumba. Kwa hiyo kujiuzulu kwake ndio kulisababisha wana CUF wengi kuhama chama. Sasa baada ya pale wakati anarudi katibu mkuu wake Maalim Seif alikuwa hajaridhika na hilo. Hakutaka arudi. Lakini wanachama mkutano mkuu unataka arudi. Yeye binafsi hataki arudi. Sasa baada ya hapo ndio mgawanyiko ulipoanza, akaenda mahakamani kwanza. Mahakamani kule mahakama ikamthibitisha kwamba Profesa Lipumba bado ni mwenyekiti. Ndio hapo wakaamua kwenda ACT na kukawa na wimbi kubwa la wanachama wetu kule Zanzibar kwenda wapi? ACT. Lakini walikwenda wanachama wale kimkumbo tu. Kwa sababu walikuwa hawajui ACT wala walikuwa hawajui sera zake.
Mtu amekaa miaka 30 katika chama cha CUF, kwa siku moja anabadilika anaenda ACT. Ile ilikuwa ni kumfata mtu. Lakini sasa Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, ametangulia mbele za haki. Sasa kama ulienda kwa ajili ya mtu, una sababu gani za kubaki kule? Kwa hiyo wakaribie tena urudi katika wamezijua sera sasa. Walienda bila kufahamu sera zao. Sasa wamekijua. Mimi nadhani zile sababu zilizowapeleka zilikwisha. Sasa mnafanyaje kurejesha hawa? Wamerejea kama kina Ahmad Masudi wamesharejea katika chama na wimbi kubwa tu, na wengine wengi wanakuja katika chama chetu. Watarudi, nina imani watarudi. Mheshimiwa Dunga, kuna namna wananchi kupoteza imani na CUF. Kuna namna CUF ulisema 2000, CUF ya 2005 tulikuwa tukisema kulia kushoto. 2015 tukaanza kupoteza ule upepo, na sasa hivi kama vile CUF kama ni magumashi, yani kama chama kinachosindikiza, kwa sababu kuna chama kinachoonekana watu wasema hao ni wapinzani wa kweli au sio wapinzani wa kweli, kwa sababu pengine ya brand, lakini kuna mambo ambayo ni ya msingi ya wananchi ambao pengine tujasikia kauli za CUF zikizungumza wakiwa wanasema. Mnafanyaje kulibrand CUF lakini katika siasa za kisasa? Tuseme kwamba tuingie barabarani, sisi tufanye nini katika modality ya sasa ya kutumia digitali na nini yenyewe pia kujipanga ili kurejesha imani. Tukisema CUF tuseme sio CCMB, CUF ni kweli chama cha upinzani, watu wao wana sense. Mnafanyaje kujenga hiyo imani? Ndio ile nilisema propaganda zimepita nyingi sana kuanzia 2015 na hatujawahi kuzikabiliana nazo kisawa sawa, na hiyo inatokana na resources tulizo nazo. Ili ufanye kazi za kisiasa uzunguke nchi nzima na kurebrand chama chako kinahitaji resources, rasilimali fedha. Hiyo ndio imetufanya mpaka sasa hivi tunaonekana bado lakini tunakwenda kwa wanachama wetu. Ile mikutano ya hadhara kwa nchi nzima hatujafanya. Lakini pia zile siasa za kishamba hatuzihitaji. Siasa eti mpaka upige kelele, utoke povu, umkashifu mtu. Mtu mmoja anasimama jukwani anasema nakuambia Samia. Sisi hatuwezi kufanya siasa za kishamba. Sisi hatuwezi kumuita mtu Samia. Huyu ni rais wa nchi. Hii ndio icon ya nchi. Lazima tumpe heshima yake. Tunasema tunamuomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mtu ukimpa heshima yake anaweza kukusikiliza, lakini ukimtweza utu wake ukawa humheshimu, unajua wakati mwingine ndio wanachelewesha hata reforms pengine. Kwa sababu wewe unakaaje na watu ambao wanajifanya wao ni wababe wakati hamna ubabe wote. Mtu anataka akamatwe ili kuongeze credit yake, apate kiki. Umenielewa? Ukisikiliza lugha zinazotumika katika majukwaa ya siasa, kwa kweli mimi kama kiongozi wa siasa sikubaliane nazo, kwa sababu unaweza ukajenga hoja na ukasikilizwa. Sisi tulijenga hoja na sasa hivi hatuna sababu ya kuwaingiza wananchi barabarani. Sisi hatuna hoja, hatuna sababu ya kuwaingiza wananchi barabarani. Alafu wao wananchi wanapata ulemavu wa kudumu, wanauliwa. Alafu sisi tunapata nini basi? Ili sisi tupate kukaa pamoja na viongozi wa serikali? Hapana. Tunasema hili ni taifa letu sote. Kwani taifa ni mali ya nani? Ni mali ya CCM? Hapana, ni mali yetu sote na raia wake. Taifa ni raia pia. Kwa hiyo ni lazima tukae nao, tuwaelekeze vizuri, na watawala tuwaelekeze vizuri kwa heshima na adabu, ili tuaminiane. Ile mnapoaminiana ndio mnaweza mkakaa mezani. Lakini unaponishtumu na kunitweza utu wangu na mimi ndio mwenye dola, hivi unategemea nini? Ubaya ubwela. Anaweza akakupotezea tu na yeye. Alafu wewe utabwata, utamaliza kwanza muda wako, utamaliza resources zako kuzunguka nchi nzima, alafu hizo hata minimum reforms hazifanyiki. Unafanya nini? Leo CCM wamekubali, kwa sababu uchaguzi, unajua baada ya 2025 uchaguzi upo tu, utaendelea. Sio kwamba ndio mwisho hapa wa maisha. Maisha yanaendelea. Ilani ya CCM imeshaweka kwamba wako tayari sasa
kuingia katika nini, katika katiba mpya. Kwa hiyo hizo ni reforms. Kwa hiyo tunawashukuru hata hilo wameweka kwa maandishi, wametoa ahadi. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Sasa hapa katikati hapa ndio tunasema Mheshimiwa Rais, mama yetu, hebu tukae basi, hebu tuondolee hao makamishna, tuwape kazi nyingine, waombe wajiuzulu, uwape kazi nyingine mama. Sisi tuko pamoja, tukushindana na wewe. Hivi lugha kama hizi za kistaarabu za kiungwana tukionazo haishindikani. Mimi nadhani reforms zitafanyika tu. Sawa. Kwa haya ambayo tumeyazungumza mengi, na tunaenda kwenye uchaguzi kama ulivyosema, CUF hamsusii, hamkatai, mtashiriki uchaguzi mkuu. Mipango yenu ikoje mpaka sasa hivi kwa ujumla wake? Umesema kwamba mnaendelea kuwaomba vijana mbalimbali waweze kuingia kwenye chama, lakini wachukue nafasi mbalimbali, na watu mbalimbali wa Tanzania kwa ujumla, wana CUF na wasio CUF mmewaalika kujiunga na chama. Umezungumza kuhusiana na resources hapa, na ukweli siasa bila pesa haziwezekani, sababu unahitaji pesa kutoka hapa kwenda kuandaa mikutano, magari yanahitaji mafuta, na uwezo kutoka hapa mwenyekiti peke yako, unahitaji kuwa na viongozi wengine ambao mnaenda kukitangaza chama chenu au kujenga chama. Mnajipangaje? Tumeona wenzenu Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanaenda tone ile, wanachangisha pesa kutoka kwa marafiki wa chama, wadau na kadhalika. Mpango wenu nyinyi ni upi? Ndio nilikuwa nakuja huko. Kwa kweli tunakabiliwa na hali mbaya ya fedha. Na chama ni non-making profit organization. Mtaji wa chama cha siasa ni wanachama wake. Kwa unyenyekevu mkubwa tumeshatoa namba ya account. Bahati mbaya nimesahau kuibeba hapa, lakini kama wananisikia viongozi, hebu nitumieni namba ile ya kuchangia ili tuweze kuwaomba wanachama wetu, na tulizindua hiyo katika mkutano wa mwezi Mei, nadhani Mei ya pale Manzese. Tulizindua huo mpango wa kukichangia chama. Kwa hiyo viongozi wangu, naweka simu. Usiseme wanachama wenu, tunawezekana hata mimi sio wanachama na wapenzi. Nikasema jamani, natamani sana kafu ingie. Na hasa wewe wa kwanza. Kwa hiyo mimi nitachangia. Asante sana. Tunashukuru. Tutumieni namba hapo ili Watanzania waione namba ya account ya benki NMB ile nakumbuka, na namba ile ya lipa namba, ili namba ile ya kuchangia ili wanachama wetu wachangie. Hilo ndio tuna nani wanachama wetu. Lakini jingine tumejipanga. Kujipanga kwetu ni kwamba tunawaomba wasomi wa vyuo vikuu, msikimbilie kujazana CCM kumejaa. CCM wameambia kumejaa. Wasitake bwerere. CCM kumejaa. Kama mnaenda kugombea watu 70 ya kazi gani? Na vyama viko 19. Tatizo ni kwamba watu wamekuwa wavivu kufight. Wanataka wakute tu wakae pale, alafu kumetengenezwa, alafu wanasubiri teuzi za DC. Acheni hiyo, huo ni ushamba tu. We msomi, mwalimu alikuwa mtumishi wa serikali ya kikoloni, angeridhika na utumishi wake akasema siingii kwenda kudai uhuru, pengine mpaka leo au tungechelewa sana kupata uhuru. Kwa hiyo wasomi hasa tunawaomba wasomi, njoni, nafasi ziko nyingi sana huku. Utagombea peke yako? Anagombea peke yake kabisa na jimbo lake. Kwa hiyo kama CV yako nzuri, elimu yako nzuri, tunawaomba wasomi msijazane huko, njooni, nafasi zipo. Tunawaomba wajiunge na chama, watu mbalimbali, na nina uhakika kwamba mwaka huu tutashinda kwa kishindo kwenye majimbo. Na mimi mwenyewe nagombea. Unaenda jimbo gani? Naenda jimbo la Kondoa. Kondoa. Kondoa kuna majimbo mawili pale. Kuna jimbo la Dr. Asha Tukijaji na kuna jimbo la Ali Makoa. Kwa hiyo unaenda kwa Ali Makoa? Mimi
Sasa hivi Wakati ukifika tutajua. Wakati ukifika tutajua. Kusema nia inaruhusiwa. Kusema nia inaruhusiwa. Yani, nina nia ya kugombea. Kati ya majimbo haya mawili moja nitagombea. Nia ipo. Kwa hiyo tunaomba watu wajitokeze, na mikakati yetu tunayo, na sasa hivi na tumejipanga kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu katika hali yoyote itakavyokuwa. Hata hivi tumemuomba rais abadili hawa makamishna, kama hajawabadili pia hatususi. Tunaendelea bado. Ngoma itakavyochezwa, itakavyopigwa ndivyo tutakavyocheza. Mchezo utakuwa hivyo. Sawa, wanasema mchezaji mzuri achagui uwanja au uwanja. Mdundo wote yataingia atacheza. Sawa, tumezungumza mambo mengi sana, lakini wito wako wewe hususan kwa wanasiasa wenzako tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba. Na michakato inaanza ndani ya vyama hivi. Karibuni tumeona kwenye CCM kuanzia tarehe 28 wagombea mbalimbali wenye dhamira wanaingia pale kuchukua fomu. Nini wito wako kwa wanasiasa wenzako wa Tanzania kwa ujumla? Wito wangu kwanza ni kufanya siasa za kistaarabu. Tuheshimiane jamani. Hakuna sababu ya kutukanana ili uchaguliwe huo kiongozi. Kila mmoja aache sera ziseme. Wananchi wataamua kutokana na sera unayoitoa. Lakini la pili, na waomba wanasiasa wa vyama vya upinzani, pale tunapoona kwamba sera hii inaweza ikaleta au matamshi haya yanaweza ikaleta mtafaruku na taharuki kwa taifa, tusitumie maneno hayo makali kwa ajili tu ya uchaguzi. Mimi nawaomba sana wenzangu, na ninatoa wito kwamba hata CCM tuheshimiane, tupendane. Sisi kama viongozi tuwe ndio kioo cha jamii tunayoiongoza. Huo ndio wito wangu. Namba haijaja bado? Namba imekuja. Nimeambiwa wamenitumia. Okay, tunaendelea kusubiria namba, lakini mtazamaji, tuko na Mheshimiwa Othman Dunga. Yeye ni makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu ambaye tunazungumza naye, lakini kikubwa katika mengi wao wataingia kwenye uchaguzi. Haijalishi kuna mabadiliko gani ambayo yamefanyika, lakini wao wana imani kwamba mabadiliko yatatokea kidogo kidogo. Lakini kikubwa anaomba michango kwa ajili ya kukiwezesha chama chao kuingia kwenye uchaguzi na kuendeleza siasa zao. Wanasema siasa ni mikutano. Siasa ni zile harakati zenyewe. Uwezo kusema tu kafu ipo wamekaa ofisini. Kwa hiyo wanaomba michango na namba umeshaiona? Umetuma? Ndio. Namba ya michango. Imepatikana? Ikija tarusha. Ikija hata kwenye mitandao ya kijamii huko tutawasaidia. Itaenda ili mradi chama kipate michango. Basi tukushukuru sana mheshimiwa. Nawashukuru sana. Nawashukuru kwa kunialika asubuhi hii kuweza kubadilishana mawazo kuelekea uchaguzi mkuu. Na nadhani Clouds ni katika vituo bora sana. Vituo vya kizalendo na hambagui. Tunashukuru sana. Naomba muendelee na moyo huo na muda wote mnaponihitaji nitakuja. Karibu na wewe, hapa ni nyumbani. Asante sana. Hapa ni kwetu. Ukiwa na jambo unasema nataka kusema na Watanzania, basi karibu sana. Asante sana. Nawashukuru sana. Asante sana. Tufikishie salamu zetu kwa usiwe. Mungu awabariki sana. Amina. Asante. Tukushukuru pia mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi, tukirudi tutarudi na James Tupatupa. Mimi ni Binti Lindi, Kija Yunus, nipo na Sam Sasali.